Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai, lakini pia aliyetuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa wazima buheri wa afya. Pili ni kushukuru kwa kunipa fursa ya kusema mbele ya hadhira hii ambayo ni mahususi kwa ajili yako siku hii ya leo. Hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni nyumbani kwetu. Mimi nimezaliwa hapa, nimekulia hapa, nimesoma hapa, na ninayo heshima kwamba nimewahi kuwa mbunge ambaye niliwakilisha pia eneo hili la mjini kabla majimbo hayajagawanywa. Kwa hivyo hapa ni nyumbani kabisa kwetu mimi. Mheshimiwa, kwetu Msoma Road hapo ndo nilipokulia. Na bahati nzuri katibu wa mbunge, ndugu Majaliwa, ndugu Salim, ndugu Bashe, sote tumesoma madrasa moja. Sote tumesoma madrasa moja hapa, na mwalimu wetu ndio shehe wa wilaya kwa sasa, Sheikh Zahor, bahati mbaya hayupo. Kwa hivyo hapa mimi niko nyumbani kabisa. Kwa hiyo ninayo heshima kwa kweli kusimama hapa mbele ya ndugu zangu, na kwa namna ya kipekee nianze kukushukuru kwa kukubali kuja kutuzindulia stendi yetu, lakini zaidi ni kuombe ufikishe salamu za shukurani kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga fedha na hatimaye kusimamia utekelezaji wa mradi huu kwa mafanikio haya makubwa mpaka leo umekubali kuja kuuzindua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa na mpango wa muda mrefu sana ya kuona ile stendi tuliyonayo pale katikati ya mji inazidiwa. Mji unakuwa kwa kasi, idadi ya watu inakuwa kwa kasi ukilinganisha na miundombinu iliyokuwepo toka enzi za uhuru. Na ilikuwa kazi kidogo kusema tutakuja tuhamie huku kweli, tukawa tunapoona ni nje ya mji. Palikuwa kijijini huku zamani, lakini mji umekuwa kwa kasi, sasa ni katikati ya mji. Stendi imezungukwa na makazi na shughuli mbalimbali za watu. Lakini katika awamu ya Mama Samia Suluhu Hassan, hili jambo la kujenga stendi hii limefanikiwa. Ndio maana ninapenda kwa dhati ya moyo wangu kama mwananzega, kama mtoto wa hapa Nzega, ambaye nimepata heshima ya kuwa mwakilishi wa wananchi wenzangu, ufikishe salamu za dhati kabisa kwa Mama Samia kwa kutuletea sio tu pesa za stendi hii, lakini pesa za kutekeleza miradi mingi ya maendeleo katika wilaya yetu kwa ujumla wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa Mama Samia hatuna deni naye. Yeye anatudai kwa sababu kazi imepigwa kweli kweli. Sekta zote, najaribu kuokoa muda, lakini sekta zote utakazogusa kuna mkono wa serikali ya Mama Samia. Kuanzia maji kutoka Ziwa Victoria yamefika kila mtaa, kuja kwenye umeme umefika kwenye mitaa na vitongoji vyote, kuja kwenye vituo vya afya na zahanati, kuja kwenye shule, kila eneo, barabara vijijini, barabara za mitaani, kila eneo. Nafahamu mahususi atakuja hapa katibu wa mbunge, atataja viwango vya pesa ambavyo vimepokelewa katika jimbo hili. Lakini kwa ujumla wake, sisi wananzega hatuna deni na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye anatudai kumuunga mkono, anatudai kura zetu wakati muafaka utakapofika. Watakao muunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan mikono juu. Watakao muunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan mikono juu. Piga kelele kwa Mama Samia. Mama Samia. Mama Samia. Bahati mbaya mbunge wa jimbo hili leo hayupo, ana udhuru wa kibinadamu wa kiafya, na ninaamini ametoa taarifa mahususi na mimi nimezungumza naye, lakini anaendelea vizuri.
kwa sababu ameshatoka hospitalini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba niishie hapa. Nishukuru kwa fursa hii. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu.